wiki hii ya leo tunazungumzia bado masuala yanayohusiana na somo la fiqhi, na somo hili la fiqhi ni somo ambalo insha Allahu taala litatupelekea kujua mambo muhimu yanayohusiana na usafi. Somo hili la fiqhi ni somo muhimu ambalo litatupelekea sisi kujua mambo yanayohusiana na usafi, na usafi huu ni usafi wa kiroho, hali kadhalika ni usafi wa mwili, na ni masomo ambayo ni muhimu sana, ambayo haya yatatufanya tunapofanya ibada zetu tuwe ni watu ambao tunaokwenda katika mwelekeo wa sawasawa. Kwa hiyo narudia tena, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupata fursa hii ya kuingia kuyazungumzia masomo haya ambayo ni muhimu, masomo ya fikhi, masomo ya usafi wa kiroho, masomo ya usafi wa kimwili, masomo ya usafi wa kimazingira, masomo ya usafi katika maisha yetu ya kibinadamu hapa duniani. Leo katika somo letu la wiki hii tunataka kuzungumza mada au maudhui inayohusiana na majosho ya lazima. Majosho ya lazima ndio somo letu tutakalolizungumza leo hii. Tunapozungumza majosho ya lazima, tunakusudia kule kuoga kulikokuwa lazima katika dini ya Kiislamu. Dini ya Kiislamu ni dini ya usafi, kama mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyotufundisha, akasema al-islamu nadhifun fatanadhafu, Uislamu ni msafi, basi na nyie jisafisheni. Sasa ni kutokana na mbiu hiyo, ni kutokana na slogan hiyo kwamba Uislamu ni msafi, basi jisafisheni. Maneno haya mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiyo yanayotupelekea kujikita katika masomo haya muhimu ambayo yanaambatana na majosho ya lazima. Sasa tukizungumza majosho ya lazima, ni vizuri ikaeleweka kwamba katika dini ya Kiislamu, ikiwa mtu anataka kuoga au kukoga, Kiswahili cha mahala popote utakapokitumia, ni kuosha mwili wote kwa maji au kwa njia nyingine ikiwa maji yatakosekana, kama tutakapokuja kuelezea. Sasa huku kuoga au kukoga kuko kwa aina mbili. Aina ya kwanza ni ile inayoambatana na majosho ambayo yanayojulikana kama ya mustahabu, majosho yanayopendezesha mtu kuoga, lakini si lazima. Upande wa pili ni kuoga kwa lazima. Ikiwa umefikiwa na hali hizi tutakazozitaja, basi ni lazima wewe uoge, mwili mzima uingie maji. Sasa leo tunajikita kwenye masala haya, na ni hapa basi tukiulizwa swali, na somo langu hili leo litasimamia nukta 7. Tutazungumza nukta 7, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya 7, tumalize darasa letu. Nukta ya kwanza ni yepi majosho ya lazima. Hapa swali likija, ni yepi majosho ya lazima afwan, majibu ni haya. Majosho ya lazima yako takriban majosho 5 au 6. Sasa haya 5 yanahusiana na mtu akiwa hai, na hili la 6 linahusiana na mtu akishakuwa amekufa. Josho la kwanza, tuyataje haya majosho yalokuwa 5 ya lazima. Josho la kwanza ni josho la janaba. Ikiwa mtu kafikiwa na hali ya janaba, na janaba inatokana na mtu kuingiliana kijinsia mke na mume, au hata ikifanyika njia ya haramu, mume na mume wote wanatakiwa waoge. Sasa tunazungumza hii ni haramu, haifai mume na mume Kiislamu, lakini tunazungumza ikiwa imetokea. Ikiwa mke na mume wameingiliana kijinsia, basi hapa panahitajika kuogwa. Mume aoge na mke aoge baada ya maingiliano hayo. Au janaba vile vile inapatikana ikiwa mtu katokwa na manii. Na jamaa, tunasoma darasa hizi ni muhimu.
la hayaa fil ilm, hakuna haya katika masala ya kusoma. Ukiweka haya ukasema hutaki kusikiliza darsa, basi utabakia katika hali ya kutokujua. Na haya ni mambo muhimu, lazima tuelezane kinaga ubaga, wazi wazi, ndio tuyajue. Yamefundishwa katika Qur'ani, yamefundishwa katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tunasomeshana. Sasa janaba, sababu zake, ya kwanza tumeitaja, maingiliano ya kijinsia kati ya mke na mume. Pili, mtu kutokwa na manii kwa njia yoyote ile, ya halali ya haramu, si muhimu, mradi katokwa na manii kwa njia yoyote ile. Sasa iwe ya halali, iwe ya haramu, iwe vyovyote, ikiwa manii yamemtoka mtu, basi ni lazima aoge. Hiyo hali ya kutokwa na manii ndio inomfanya yeye akaambiwa yuko katika hali ya janaba. Kwa hiyo ni lazima aoge. Sasa hizi ndio sababu za janaba. Kwa hiyo josho la kwanza ni kuoga kwa ajili ya kujitwahirisha kutokana na janaba. Josho la pili ni mwanamke akiona siku zake za mwezi, ada yake ya mwezi, akiwa katika hedhi, ikawa imekwisha, damu imekatika, ni lazima aoge. Kuoga huku kunaitwa kuoga kwa ajili ya kuondosha hedhi. Ni lazima mtu aoge, mwanamke aoge. Josho la aina ya tatu ni josho linalojulikana kama josho la istihadha. Istihadha ni mwanamke kuona damu ambayo sio katika ada yake ya mwezi, damu ya ugonjwa kama inavyojulikana katika masomo ya fiqh. Imetokea sio ya hedhi, na akaiona ikawa damu hii imekuja katika kiwango kikubwa cha wastani au nyingi. Ikitokea damu hii kuwa ni ya wastani au nyingi, basi lazima mwanamke aoge wakati akitaka kuswali. Sasa hapa kuna masala muhimu. Ikiwa mwanamke kaona damu ambayo sio ya mwezi, hii inaitwa istihadha, ni lazima aswali. Wakati akiona damu ya hedhi ya mwezi, ada yake ya mwezi, haruhusiwi kuswali, lakini ya istihadha lazima aswali. Sasa inakuwaje? Ni lazima aoge. Ikiwa ni kidogo atajitwahirisha tu kwa udhu, lakini ikiwa ni ya wastani au ni nyingi kiasi cha kuloanisha, kama wenyewe wanavyosema katika masuala ya kifiki, imeroanisha pamba au imeroanisha na ikatoka upande wa pili, ni lazima aoge. Hawezi akasema mimi nimeona hii damu si swali. Damu ya istihadha sio ya hedhi, narudia tena. Ya hedhi huswali, lakini ya istihadha ya ugonjwa kama inavyojulikana iliyokuja katika wakati sio wa hedhi, basi mwanamke huyu ikiwa ni ya wastani atatakiwa aoge mara moja. Alfajiri atawadhe aswali, adhuhuri atatawadha ataswali, alasiri atatawadha ataswali, magharibi atatawadha ataswali, hali kadhalika isha atatawadha ataswali, kila swala kwa udhu wake. Ama ikiwa istihadha ni nyingi, damu nyingi natoka, ugonjwa manake, hii atatakiwa aoge mara 3 kwa siku. Aoge kabla ya salatul fajri, atawadhi aswali, kisha wakati wa dhuhuri aoge, atawadhi aswali, swala ya alasiri atatawadha ataswali, swala ya magharibi na isha ataoga, atatawadha ataswali magharibi, kisha atashika udhu, atatawadha ataswali swala ya isha. Hii ni kujitwahirisha kwa kuoga josho la istihadha, manake damu ya ugonjwa. Josho lingine ambalo ni la 4 ni josho la nifas, kujitwahirisha kutokana na nifasi. Na haya ni majosho ya kina mama. Mama pindi anapokwenda kujifungua, na Mwenyezi Mungu awalipe kheri wake zetu, awalipe kheri mama zetu, awalipe kheri mabinti zetu. Kujifungua ni kazi kubwa sana. Wanapokwenda kujifungua hutokwa na damu. Damu baada ya kutoka, baada ya ile kwa mtu mwanamke amejifungua akatokwa na damu, ile ndio damu inaitwa ya nifasi. Damu hii huchukua muda, wengine hukatika siku 2, siku 3, wengine siku 10, wengine ikaendelea, lakini katika madhhabi ya Ahlul Bait alayhimussalam wingi wake ni siku 10. Hii damu ikishakatika
Sasa pale mwanamke anatakiwa aoge, ajitwahirishe, aanze kufanya ibada zake za kuswali, si siku 40, siku 10. Ikiwa itaongezeka 11, 12, 13, hii sasa itaitwa damu ya istihadha, damu ya ugonjwa, na haya ndio masala ya kifiki. Kwa hiyo hapa ikiwa damu imekatika ya uzazi, mwanamke atatakiwa aoge, halafu atatawadha, kisha ataanza kuswali. Hili ni josho la aina ya 4. Josho la aina ya 5 ambalo ni lazima ikimtokea mtu hali hii lazima aoge ni josho la nadhiri. Tunaposema nadhiri ni ile mtu kujiwekea ahadi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano akasema, ewe Mwenyezi Mungu, mimi nakuahidi ukinitoa katika balaa hili nililokuweko, nikawa mimi nimepona, basi ninakuahidi ewe Mwenyezi Mungu nitafunga siku 3. Ikawa Mwenyezi Mungu amemtoa mtu huyo katika balaa hili, basi ni lazima mtu huyo aje afunge zile siku 3 kutimiza ile nadhiri. Akiwa atasema mathala nitaoga baada ya swala hili kuondoka, hii kuoga kwa nadhiri kunakuja kuwa ni lazima. Au mathalan mtu alikuwa mgonjwa akasema, wewe Mwenyezi Mungu, nimejaribu dawa zote sijapona, ikiwa utaniponyesha kutokana na ugonjwa huu nilokuweko, insha Allah nakuahidi Mwenyezi Mungu nitafunga siku 1 na nitaoga. Sasa huku kufunga na kuoga akishapona ni lazima, kwa sababu nadhiri. Kwa hiyo atafunga kisha ataoga. Sasa hii kuoga kwa nadhiri pia ni kuoga kwa lazima. Haya ndio majosho 5 yalokuwa ya lazima kwa mtu aliyokuwa hai. Tunarudia tena, josho la kwanza la janaba, kuondoa janaba. La pili ni kuondoa hedhi. La 3 kuondoa istihadha, damu ya ugonjwa. La 4 ni kuondoa nifasi, damu ya uzazi. Na 5 mtu kuoga kwa ajili ya nadhiri kama aliweka nadhiri. Sasa kuna josho la 6 la ziada. Hili la 6 ni pale mtu anapofariki anatakiwa aoshwe, na hili ndilo linaloitwa ghuslul mayyit, kumuosha maiti. Maiti Kiislamu akifariki mtu yoyote, mwanamke, mwanamme, lazima aoshwe. Kuoshwa kwa maiti kisha avikwe sanda, aswaliwe, azikwe. Sasa hili hufanyiwa mtu baada ya yeye mwenyewe kufa. Na haya ndio majosho yaliokuwa ya lazima. Sasa tunakuja katika nukta ya pili. Hiyo ilikuwa nukta ya kwanza katika darasa letu. Nukta ya pili, kuoga huku kunaitwaje? Kule kuoga kwa lazima kutokana na haya majosho tuliyotaja, kuoga huku kunaitwa kuoga kwa kuondoa hadathil akbar, hadath kubwa. Hadathi ndogo tumesema katika somo lililopita ni kutawadha. Hadathi kubwa ni kuoga mtu. Sasa namna gani mtu ataoga kuondoa hii hadathi kubwa? Ataoga kwa njia 2, achague moja kati ya 2. Njia ya kwanza inaitwa kuoga kwa tartibi. Kuoga kwa tartibi ni kuchukua maji mathalan katika ndoo, ukaanza kuosha kichwa na shingo, kisha ukaosha upande wako wa kulia kuanzia mabegani, mbele ya mwili wako mpaka chini kwenye nyayo na nyuma ya mwili wako. Kisha ukaje mkono wa kushoto ukaoga kuanzia, ukajimiminia maji kuanzia mabegani ukateremka chini upande wa kushoto mpaka chini, mbele na nyuma. Kuoga huko ndiko kunakoitwa kuoga kwa tartibi, kwa kufuata utaratibu, kugawanya mwili katika sehemu 3: kichwa na shingo, upande wa kulia wa mwili wako mbele na nyuma, na upande wa kushoto wa mwili wako mbele na nyuma. Huu ndio mpango wa tartibi, utaratibu. Lakini kuna na aina nyingine ya pili inayoitwa al-irtimasi. Al-irtimasi, irtimasi ni kupiga mbizi. Kupiga mbizi tunakusudia nini? Manake wewe ukawa wakati unaogelea ukatumbukiza mwili wako wote, aima umeanzia kichwa, mabega, mwili, au ukajitumbukiza kwa kuanzia miguu mpaka ukamalizia kwa kichwa, si muhimu. Almuhimu, njia hii ya pili ya al-irtimasi
kupiga mbizi, mradi mwili wako umezama katika mathalan mto, au umejizamisha mwili wako katika bahari au katika dimbwi kubwa la maji ambayo yamepita kiwango kinachoitwa hur au kulateni katika lugha tunayoifahamu. Sasa ikiwa mtu amenuia, mimi kuoga kwa njia ya pili ya irtimasi, akajitumbukiza kwenye maji hayo mengi, basi inakuwa akitokeza upande wa pili baada ya kuzama, itakuwa tayari yeye ameshatwahirika, ameshasafishika kwa mujibu wa fikhi inavyosema. Sasa tuje kwenye haya mabafu ya kuogea ambayo siku hizi mabafu ya kizungu kama wenyewe wanavyoyaita, yalokuweko nyumbani mwetu. Ukilijaza maji lile, ukaamua wewe kutumbukia ndani ya hili beseni la maji, bathtub, hili maji yake hayahesabiwi kuwa ni maji mengi, ingawaje yanaonekana mengi, lakini kile kiwango kilichowekwa katika masomo ya fikhi, haya maji ni kidogo. Kwa hiyo ukiwa utaamua kuoga katika namna ile, basi lazima tena uje ujimiminie maji, yale maji sasa uchukue kama ni mfereji, uweke shawa, ujianze tena kujiosha kuanzia kichwani na kuendelea mpaka mwisho kama tulivyoeleza kwa njia ya utaratibu. Sasa hii ni nukta ya pili muhimu ya kuizingatia. Twende katika nukta ya tatu. Maji yaliyotumika, je, yanafaa kutumika kuogea? Hapo tunazungumza baadhi ya sehemu. Mathalan, umekwenda wewe mahala, umewekewa maji ya ndoo au umewekewa katika maji ya beseni kubwa limejaa maji. Haya maji ni kidogo kwa mujibu wa vigawanyo vya maji katika somo la fiqh. Lakini haya maji madogo, haya maji yaliyokuwekwa kwenye ndoo au beseni au karai, chombo kikubwa, ukiwa wewe utayaogea, na ulipokuwa ukioga maji yale yanarudi katika chombo, je, yale yanayorudi katika chombo yanafaa kuogea tena wewe mwenyewe au mtu mwingine? Hapa majibu ni kama ifuatavyo. Ikiwa wewe kabla hujaoga ulijitwahirisha ukawa huna najis, mwili wako haukuwa na manii, mwili wako haukuwa na damu, ulipokuwa unajimiminia maji, yale maji yakawa yanarudi katika chombo, ukiwa utayaendelea kuyatumia itakuwa hakuna mushkil, kwa sababu hakuna najis yoyote iliyoyagusa. Na lau ukaamua kumaliza we kuoga, sasa unataka mtu mwingine aje aoge, mara nyingine mke na mume mathalan wanatumia sehemu ya maji ya namna hiyo, bwana kaoga, bibi anakuja kuoga baadaye, au kinyume chake. Sasa yale yaliyobakia kama hayajaguswa na najisi yoyote, manii au damu, unaweza ukayaogea tena, au mtu mwingine akaja akayaoga maji yale bila ya mushkili wowote. Na kama ikiwa ni mahala penye maji mengi, kama mathalan maji ya mto au maji ya dimbwi kubwa, ikawa watu wanatumbukia mathalan kama kwenye swimming pool, yale maji ya swimming pool ni mengi, kwa hiyo wewe unaweza ukajitumbukiza mle ndani ukaogelea, ukitoka umeshasafishika, ukawa umetwahirika, akaja na mtu mwingine hivyo hivyo, hakuna mushkili wowote, kwa sababu yale ni maji mengi. Yakiwa ni kidogo, uchunge kuwa hakuna najis pale, maji yale yatafaa kuogea. Twende katika nukta ya 4. Nukta ya 4 leo, je, ikiwa mtu hana maji na amefikwa na majosho haya ya lazima tuliyoyataja ya aina 5 au 6, hana maji na anataka kujitwahirisha, je, atafanyaje na yeye hana maji? Hapa sasa ndo tunarudi katika aya ya 6 ya suratul Maida. Aya ya 6, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Mpaka mwisho wa aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, enyi nyinyi mlioamini,
Pindi mnaposimama kwenda kuswali, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni, kisha pakeni maji vichwa vyenu na miguu yenu mpaka vifundoni. Na ikiwa wa in kuntum junuba, ikiwa mko katika hali ya janaba, basi jitwahirisheni. Ndio haya tuliwazungumza, josho la janaba na mengineyo. Ama mkiwa wagonjwa au mko safarini au mmoja wenu amekwenda chooni au mmegusana na wanawake, yani mmewaingilia, ikawa hamna maji, basi mfanye tayammum. Pakeni udongo uliokuwa msafi baadhi ya nyuso zenu na baadhi ya mikono yenu, mpaka mwisho wa aya. Sasa hapa kutayamam Mwenyezi Mungu ametaja ni hii kwamba ikiwa hamna maji na mnataka kujitwahirisha, basi fanyeni tayamum. Tayamum namna gani? Ni mtu kukusudia mchanga au udongo au vumbi, akawa ameweka mbele yake au mahala palipokuwa pasafi, ardhi, akapiga mikono yake miwili kwenye mchanga ule. Ukiwa ni mwingi apukuse, usije ukamharibu uso wake. Kisha apake sehemu ya uso wake, yani kuanzia maoteo ya nywele mpaka hii sehemu ya mbele. Aweke kuanzia sehemu hii ya mikono yake au viganja vyake, kuanzia kwenye maoteo ya nywele, apake mpaka katikati, arudishe kulia, aende kushoto, arudi kulia tena, amalizie hii sehemu ya pua. Sehemu katika nyuso zenu, Mwenyezi Mungu anasema famsahu biwujuhikum, sehemu katika nyuso zenu. Hii ba biwujuhikum inaitwa ba'u litab'ir, sehemu tu, sio uso wote. Sasa kisha hapa kuna kauli mbili, ima apige tena, apanguse mkono wake wa kulia, kiganja chake kuanzia sehemu hii, aweke mkono namna hii, halafu aufute kwa juu namna hii, kisha aje kwa sehemu ya kushoto afute namna hiyo, inakuwa ndo tayari shatayamum. Ile kauli ya pili nasema ukishapiga mikono yako miwili kwenye udongo au mchanga au vumbi lililokuwa safi, halina najis, basi ukishapiga mara ya kwanza ukajifuta sehemu ya uso wako, ima hivyo au ukateremsha tu moja kwa moja mikono yako mpaka sehemu ya pua, halafu unaendelea moja kwa moja sehemu yako ya kiganja, unaanzia hapo mpaka kwenye ncha za vidole na kushoto hali kadhalika. Kumbuka kuna kidole gumba, usikilaze, ukikilaza utakikosa. Kwa hiyo kiweke juu namna hii ili upanguse hivyo. Sasa hii ndio kutayamam. Ukishatayamam inakuwa tayari umeshatwahirika. Sasa lakini haya majosho tuliyoyataja matano, ikiwa wewe unafanya kutayamam hivi tulivyoonyesha kwa ajili ya kuondoa janaba mathalan, au kwa ajili ya kuondoa haidh, au kwa ajili ya kuondoa damu ya ugonjwa istihadha, au kwa ajili ya kuondoa damu ya nifasi, damu ya baada ya mwanamke kujifungua, au kuoga kwa ajili ya nadhiri, unafanya kwa sababu hakuna maji, basi ukumbuke baada ya wewe kufanya tayamam ya kuondosha hali ya janaba mathalan, inabidi tena ufanye tayamam nyingine kwa ajili ya udhu. Usifanye tayamam moja tu, ufanye tayamam mara mbili. Ya kwanza ya kuondosha hili josho kubwa, alhadathul akbar, na ya pili ufanye kwa ajili ya kutawadha. Badala ya kutawadha halafu ndio unaweza kuswali. Kwa hiyo haya yalikuwa ni masala ya 4 katika darasa letu la leo. Masala ya 5. Vipi wakati mtu akiwa anaoga? Mathalan anaoga jasho la kuondoa janaba. Kisha wakati anaoga akavunjikwa, akatokwa na upepo. Wakati alipokuwa anaoga akawa ameshuta, au wakati alipokuwa anaoga akatokwa na haja ndogo. Sasa hizi hali za mtu kutokwa na upepo au mathalan haja ndogo imetoka, inavunja udhu. Ikiwa alipokuwa anaoga josho la kujitwahirisha kwa ajili ya janaba, kama ilikuwa ndo anaanza
basi ni vizuri arudie tena mwanzo. Kama alikuwa anaanza kuoga, aanze tena kuoga. Mathalan alikuwa ameshaosha kichwa na shingo, basi arudie tena. Na ile nia yake ilikuwa bado ameshaitia, basi ile nia airudie kwamba naanza kuoga tena. Kwa nini tunasema hivi? Ni kwa sababu kama ilikuwa wewe ndo unaanza kuoga halafu kisha ukafikwa na hiyo hali ya kutokwa na upepo, au ukawa umetokwa na haja ndogo, inavunja lile josho, sasa ni vizuri ukarudia. Lakini ikiwa mathalan mtu kaoga mpaka amekamilisha kuoga kwake kwa ajili ya kujitwahirisha na moja katika majosho haya tuliyoyataja, baada ya kukamilisha kuoga sasa mathalan anajitayarisha atoke bafuni au sehemu ile alikuwa anaogea, akatokwa na upepo au akahisi katokwa na mkojo. Sasa hii hali ikimkuta, inakuwa yeye josho lake liko sawasawa, lakini hana udhu. Kule kuoga kwake alikokuoga kumetimia sawasawa, lakini tu hawezi kuswali, itabidi atawadhe tena. Na haya tutakuja kuyaeleza katika masala ambayo yanayohusiana na je, mtu akishaoga mathalan josho la janaba au majosho haya mengine tuliyoyataja, je, anahitajia kutawadha au la? Au kwa maneno mengine, ikiwa mtu, na hili swali tumelipata kutoka kwa ndugu yetu Adam Waziri wa Dar es Salaam. Ndugu Adam Waziri, shukran kwa swali lako. Na yeye aliuliza, je, nikishaoga ninahitajia tena kushika udhu? Jawabu ni, ikiwa mtu kaoga josho la janaba limekamilika, hahitaji tena kutawadha ili akaswali. Majosho hayo mengine yote, naam, ukishaoga unahitajia tena utawadhe ili ukaswali, ila josho la janaba na majosho mengine ya mustahaba ambayo tutakuja kuyaelezea. Kwa hiyo ndio maana tukasema ikiwa mtu anaoga ikawa kakamilisha kuoga kwake kisha akatengukwa na udhu, manake katokwa na upepo au kitu kingine chochote chenye kuvunja udhu, basi huyu josho lake liko sawa, kuoga kwake kuko sawa, lakini atakuwa hana udhu wa kumfanya yeye akaswali. Kwa hiyo itabidi tena atawadhe. Ndio hikma iliyokuwepo hapa. Na ikiwa mtu kaoga josho la janaba likakamilika sawa sawa, basi huyu hana haja tena ya kutawadha, kwa sababu imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba josho la janaba mtu akishaoga sawa sawa janaba hana haja tena ya kutawadha. Ama majosho mengine, naam, unahitajika tena ukishaoga ushike udhu ukaswali. Haya, sasa tunakuja kwenye nukta ya 7 na ya mwisho. Kuoga siku ya Ijumaa. Ikiwa mtu kaoga siku ya Ijumaa, ameoga kwa ajili ya kwenda kuswali swala ya Ijumaa, je, atahitajika mtu huyu tena kutawadha? Majibu ni la. Ikiwa mtu kaoga siku ya Ijumaa, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesisitiza sana watu kuoga siku ya Ijumaa. Wewe oga Jumatatu, oga Jumanne, Jumatano, Alhamisi, lakini usikose, jitahidi sana usikose kuoga siku ya Ijumaa, kwa sababu hii ni siku tukufu, ni siku ya Idi ya Waislamu, Idi ya kiroho. Ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Pindi nidaa ikiadhiniwa siku ya Ijumaa, idha nudiya, ile munadi manake ikiadhiniwa siku ya Ijumaa, idha nudiya lis-salati, kwa ajili ya kuswali, lis-salati, idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah, katika siku ya Ijumaa, fas'au, fanyeni haraka, ila dhikrillah, kwenda kwenye dhikri ya Mwenyezi Mungu, kumtaja Mwenyezi Mungu, wadharul bay', na wacheni biashara. Sasa hii ni mwito huu, adhana ikiadhiniwa siku ya Ijumaa, watu wanatakiwa wafunge biashara, waende kwenye kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku ya Ijumaa yapendeza kuoga, si lazima, ila kama mtu aliweka nadhiri.
si lazima kuoga siku ya Ijumaa, lakini ukioga siku ya Ijumaa kwa ajili ya kwenda kuoga swala, kwa ajili ya kwenda kuswali swalatul Jumua, umeoga, maksudio yako unaoga wewe kwa ajili ya kwenda kuswali swalatul Jumua, hii ghuslul Jumua, kuoga siku ya Ijumaa kwa maksudio hayo, haulazimiki wewe kutawadha tena. Ghuslul Jumua inatosheleza. Ukioga kwa ajili ya salatul Jumaa, basi huna haja wewe ya kushika udhu tena. Kwa hiyo haya ni maelezo ya ziada ambayo si lazima kuoga Ijumaa, lakini ukioga kwa makusudio haya, narudia tena na nasisitiza, huna haja ya kutawadha au kushika udhu, wewe nenda kaswali salatul Jumaa. Ila kama ulioga mapema, mathalan baadhi ya wafanyakazi ambao hawapati ruhusa kwenda kupumzika siku ya Ijumaa, yani akitoka asubuhi yeye atarudi jioni, atapewa tu mapumziko, aende labda wakati wa dhuhuri akale chakula au akaswali, alafu arudi aendelee na kazi. Sasa yeye kaoga asubuhi, kaoga saa 12, kaoga saa 11 alfajiri, kaoga mathalan saa 1, kaoga saa 2, mradi tu nia yako wewe iwe unaoga kwa ajili ya ghuslul Jumua, unaoga kwa ajili ya kujitwahirisha na kujisafisha mwili wako kwa ajili ya siku ya Ijumaa, basi lile josho lako linakufanya uwe na udhu. Sasa ukiwa umeoga asubuhi, alafu hapa katikati ukatengukwa na udhu, umeenda haja, udhu umeshavunjika, ukienda kuswali salatul Jumaa lazima utawadhe tena. Usije ukasema shekhe alisema sisi tukishaoga siku ya Ijumaa basi tena ndio tuko katika hali ya tahara. La, inatazama, je, baada ya kuoga udhu wako ulivunjika au la? Kama haujavunjika, nenda kaswali. Kama umevunjika, umeingia chooni, umejisaidia, basi tawadha tena, halafu kisha nenda kaswali salatul Jumaa. Haya ndiyo mambo ambayo leo tulikuwa tunataka kuyazungumza katika majosho yaliokuwa ya lazima katika darasa letu linalofungamana na masomo ya fiqh. Nataraji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba masomo haya yatakuwa ni yenye kufaidisha watu kuyajua masala haya ambayo kwa hakika ni masala muhimu. Ikiwa mtu atayafanya kimakosa, ile ibada yake ya swala itakuwa iko katika mushkil. Sasa kama tulivyosema katika somo la leo la majosho ya lazima, tumejifunza kwamba kuna majosho ya aina takriban 5 au 6 yaliokuwa ya lazima. Ikiwa mtu atafikiwa na moja katika hali hizo 5 au 6, basi ni lazima ima yeye mwenyewe aoge au aoshwe. Na haya ni majosho ya kuondoa janaba, kuondoa hedhi, kuondoa istihadha, damu ya ugonjwa, na kuondoa damu ya anifas, na vile vile kuoga kwa ajili ya nadhiri au kuoshwa Muislamu baada ya kufa. Na kuoga huku ni kwa ajili ya kuondoa hadath kubwa, na tumesema kuna aina mbili. Ya kwanza ni tartibi, kuoga kwa utaratibu, na ya pili ni kuoga kwa irtimasi. Na vile vile tumezungumzia habari ya maji yaliyotumika baada ya mtu kuyaogea. Kama hayajaingia najis, mtu mwingine anaweza kuyaogea au yeye mwenyewe akarudia kuyatumia maji haya. Na ikiwa hakuna maji, basi ni lazima kutayama. Na ikiwa mtu alipokuwa anaoga akavunjikwa na udhu, akatokwa na upepo au haja ndogo, basi ni lazima arudie kuoga tena. Lakini kama alikuwa ameshakamilisha kuoga kwake, basi kuoga kwake kumekamilika, isipokuwa atahitajia kutawadha kwa ajili ya kuswali, na hususan kama alikuwa ameoga josho la janaba. Na vile vile tumesema kwamba kuoga siku ya Ijumaa ni swala lililokokotezwa, lililotiliwa mkazo, na huku kuoga kwa siku ya Ijumaa kunaitwa ghuslul Jumua. Ikiwa mtu ameoga kwa nia hiyo, hana haja tena ya yeye kushika udhu. Inshallah mpaka wiki ijayo, Mwenyezi Mungu akitujalia, tutaendelea tena na darasa zetu hizi ambazo zinafungamana na mfululizo wa masomo ya fiqh. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana zidna ilman warzuqna fahma, Rabbana zidna ilman walhiqna bis salihin, Rabbana allimna ma yanfa'una, Allahumma tahhirna min al-arjasi wal adnasi. E Mwenyezi Mungu, tutwahirishe sisi kutokana na uchafu wa kiroho na uchafu wa kimwili, na utujalie katika waja wako ambao minat tayyibin wa minal mutatahhirin
ومن عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.